Awali yote ni kukaribisheni nyumbani kwa mzee wetu kwa ajili ya jambo tukufu la binti yake. Bila kutawilisha wakati, ratiba yetu ni fupi sana. Hapa sote tutambua leo ni siku ya Ijumaa na ratiba yetu ilikuwa tufanye ndoa hii saa 4, lakini haliwi ila alokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hatuna maswali mengi. Kwa nini bwana harusi na msafara wako mmechelewa? Mtakuwa na nyinyi mna sababu za kuchelewa. Kwa hivyo turidhike kwamba mnafika, jambo linaanza na hatuna mambo mengi. Baada ya Fatiha na dua ya ufunguzi, kitakachofuata ni ndoa, khutba ya ndoa, na baada ya jambo hilo ambalo ndo asbabu ya sisi kukusanyika, itakuwa ni naswaha kwa wanandoa wa leo, wa kesho, wajao na waliotangulia kabla ya leo. Baada ya hapo itakuwa kalimatu shukr na sadaka ya chakula. الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا جملنا بالعافية والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Inshallah tulikuwa tunapata hofu tulipoona mmechelewa. Nilikuwa naona mapigo ya mbio yanaenda moyo kwa bwana harusi hapa. Sheikh Omar, ulitawalia jambo la ndoa. Karibu tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شأنه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ويرزقك كما أمر الله تعالى بسد معروف أو تسرح بإحسان. قل نعم. يا مالبيكا سيدي Masigo, nitakuozesha Latifa binti Bakari Gaspar kwa namna mlivyokubaliana kwa mahari mlivyokubaliana kwa idhini yake na idhini ya wali wake. Nitakuozesha mtu huyo ukaishi naye kwa wema, na kibidi kuachana mwacha naye kwa wema, kaishi katika misingi aliyofundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sema naam. Nitamuoa Latifa binti Bakari Gaspar kwa namna tulivyokubaliana, kwa ridhaa yake na ridhaa ya wali wake. Nitaishi naye kwa wema
nimekuozesha Latifa binti Bakari Gaspar kwa ridhaa yake na ridhaa ya wali wake, yani baba yake mzazi hapa. Ukaishi naye kwa wema na ikibidi kuachana mkaachane kwa wema. Ninakuozesha mbele ya mashahidi wawili, Bwana Shaaban Omar na Sheikh Abdallah Salu, na pamoja na wote waliohudhuria hapa. Sema naam. Ninamuoa Latifa binti Bakari Gaspar kwa ridhaa yake na ridhaa ya wali wake. Acha tu. Nitaishi naye kwa wema na ikibidi kuachana naye kwa wema. Ninamuoa binti huyo mbele ya mashahidi wawili, Bwana Shaaban Omar na Sheikh Abdallah Salu, na wote waliohudhuria hapa. Nitaishi naye kwa wema kwa wema. Ya Malembeka Saidi Masiko, nimekwisha kuozesha Latifa binti Bakari Gaspar kwa ridhaa yake, lakini na ridhaa ya mzazi wake huyu hapa. Ukaishi naye bwana kwa wema, na ikibidi kuachana mwachane kwa wema. Nimekuozesha binti huyu mbele ya mashahidi wawili, lakini na wote waliohudhuria hapa ni mashahidi siku ya Kiyama kwa wanashuhudia ndoa yako. Tukuzingatia, ukaishi naye kwa wema, na ikibidi kuachana ukaachane kwa wema. Sema naam. Nimekwisha muoa Latifa binti Bakari kwa ridhaa yake na ridhaa ya wali wake. Nitaishi naye kwa wema, na ikibidi kuachana nitaachana naye kwa wema. Nimemuoa binti huyo kwa namna alikuelekeza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umekubali? 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 Nimekuozesha. Sema Fatiha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. la ilaha illa Allah, Allahu akbar walillahil hamd. akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karaha al-kafirun. La ilaha illa Allah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب واحدة. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله. صل على سيدنا halali. Egemeo lako, mshauri wako namba moja ni mumeo kuanzia sasa. Nikuombe al-Imam Ustadh Abdallah, katibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania wilaya ya Nzega, wewe leo umekuwa shahidi, lakini bado kidogo utimize masaa 24 kuwa katibu. Mikidadi, shika hiyo mashaa. Naona unacheka sana kila jambo, sio kasahau mpaka siku ya kutoka roho. Sheikh Abdallah aliyekuwa akiulizwa hapa umekubali ni Bwana Malembeka, lakini na sisi wengine tuliwahi kuulizwa umekubali, na wengine wana mpango wa kuulizwa leo la asri umekubali. Hebu tuusie ndoa ni nini? Lakini kule ndani kuna kina mama na huko nyuma ya maturubai na wengine wako mbele yetu wanatazama. Ndoa ni nini? Dakika 5 inshallah. Muhammad bin Abdullah
وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kulingana na wakati tulionao, kwanza kabisa tuendelee kurejesha shukrani zetu za dhati kabisa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambamba na hilo, kuzitaka swala na salam ziendelee kumfikia mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nimeambiwa niseme dakika 5 na tufanye tabahari ya kwenye masala yanayosema ndoa ni nini. Waislamu na wale ambao si Waislamu, swala la ndoa halijaangalia dini, lakini moja ya kuwa mtu mwenye akili timamu ni yule ambaye yumo ndani ya nini, ya ndoa. Si maneno yangu, maneno ya watu wenye elimu zao. Ukitaka kujipima kuwa wewe una akili timamu au akili zako si timamu barabara, basi angalia kama una hali ya ndoa au hauna hali ya ndoa. Kwa wakati huu, turudi kwa maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo yamesomwa hapa wakati wa khutba ya ndoa. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi mlioamin, kwanza kabisa mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini baada ya kuwa kuvaa vazi la uchamungu, hatua ya pili Allah anasema waqulu qawlan sadida, nasemeni maneno ya sawa. Bwana Malembeka, ndoa zetu leo nyingi zina makelele na migogoro isiyokwisha, kwa sababu wanandoa wengi leo ndio waongo. Wanandoa wengi leo waongo. Katika mazungumzo yao atamuuliza swali, sawa, umenifuata, unanipenda, una mke? Mwanamume huyu kwa sababu ameshikwa na tamaa atasemaje? Sina mke, niko single. Tayari amedanganya huyu, na ila hali yuko na mkewe nyumbani. Lakini geuza upande mwingine, hivyo hivyo kwa wake zetu. Wanaenda sokoni, unawapa 500, anarudi na nyanya za 3000. Ndio hivyo hivyo, atakapoulizwa umeolewa atasemaje? Mimi sijaolewa. Ndoa zetu leo zimetawaliwa na uongo mwingi sana, na ndio maana mafujo hayawezi kumalizika kwenye ndoa zetu. Waqulu qawlan sadida, sema maneno ya sawa. Wanachuoni katika kufasiri maneno haya wanasema hata ikafika hatua mwanamume umekaa na mkeo, mwambie sijaona mwanamke bora na mzuri duniani kama wewe, hata kama ni uongo. Lakini kwa sababu unataka utengeneze jambo, hebu mpambe yule uliokuwa naye, mfanye kuwa ndio nani, ndio mkeo. Lakini tuna wakati wake zetu wakiwa wajawazito na sisi tunatafuta pa kupozea. Ndio anamme sisi. Tengeneza ndoa yako wewe mwenyewe. Mtengenezaji na mbomoaji wa ndoa ni wewe mwenyewe. Waqulu qawlan sadida, semeni maneno ya sawa. Uwezi kusema basi sema kwa vitendo. Wanamume wenzangu, wake zetu wanataka kudanganywa tu. Ukanunua pipi ya 200 big bomb ile, si ya kijiti, ina kilailoni juu, si ndivyo? Rudi nyumbani, gonga hodi, mke wangu fumba macho, nina surprise yako. Ukisogea unamwambia fumbua, surprise, atachekelea au atanuna. Lakini pipi ya shingapi? Hajaangalia ile thamani ya 200, ameangalia ile zawadi uliompelekea. Lakini sisi tumekuwa mabakhili wanaume leo. Wakati wa uchumba unatuma vocha ya mwezi mzima 10,000. Lakum a'malakum, Allah atatengeneza majambo yenu. Natija ya kwanza ya ndoa, mtu ameoa anataka watoto. Ana ndoa ambayo imedumu takriban miaka 10-15, kama hamna watoto ndani ya ndoa hiyo ni kelele kwenda mbele. Natija ya kwanza, mwanamume akioa tu anamuomba Mungu, bana ya Rabbi, kwa sababu nishaoa mwanamke mzuri, nijalie nini? Watoto. Na mama, mimi kila shughuli nikituma kuongea wananifunga hawa mabomu. Kuna maneno hawa wananituma hawa wanaume wenzangu, wanawaombeni ambao nyinyi mko kwenye ndoa zenu. Usiweke ratiba
ya kumpatia mumeo, ndio ujumbe wao. Takbir. Takbiri hiyo ndogo, sijasikia takbiri. Fuki kwa nguruwe, kwa binadamu. Narudia tena, hawa wanaume hawa waume zenu wanasema hivi, msiwaekee ratiba ukutani ya wiki nzima kuwapa. Isiwe Jumamosi nimechoka, Jumapili utaonja kidogo, Jumatatu niko bize, Jumanne utapata, Jumatano gulioni usiniguse. Wanasema hilo muaondolee. Yamefika. Kamati ya maandalizi mko sawa? Mpo sawa? Haya. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulisema tangu mwanzo leo ni Juma. Na saizi ni saa 6 kasorobo kwa mujibu wa saa yangu, lakini sasa kwa niaba ya mjomba wangu mzee Bakari tunawatolea shukrani za dhati. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, hususan mashekhe, walimu, lakini kwa nafasi ya kipekee mzee mkweo, mzazi yako anakushukuru kumlea kijana wake, na leo umefika hatua hii. Nawashukuru kwa dhati sana, na kupitia hadhara hii tunaombea vijana wenu hawa wawe na maisha mazuri katika ndoa yao. Lakini nukta imeguswa kwenye hotuba, lakini pia na msemaji kasema kumcha Mungu ndio bora. Wakifaulu katika hilo, basi na wao watapata kama watakuwa wameandikiwa kupata watoto, watawalea vema, hatimaye watawakabidhi kama walivyokabidhiwa wao. Tunawashukuru kwa dhati wageni mlioambatana na bwana harusi. Mmemvisha joho, ili si joho alovaa, ila nyinyi ndio majoho. Laiti angekuja nalo hilo afu yuko peke yake, ingekuwa hana nguvu. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Lakini pia tuwashukuru jamii na nzengo nzima ya mzee Bakari na marafiki wote wa mama Sada, majirani. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, bila kujali dini, kabila na rangi. Kwa ule mshikamano mlioonyesha, Mungu awalipe kila la kheri. Lakini tumeandaa sadaka kidogo kupitia hadhara hii, na hii sadaka imeandaliwa na wanadamu na sisi ni wapungufu. Ilahi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil lana mimma nurid wa najina mimman nakhafu bi fadlika ya latif bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran. Abra na gato kote pode. Abuka. Napigwa na hela. Yaani upigwe makofi napigwa na hela. Angalia kwa sahani wao. Usiende huko kae. Kae hapo hapo, usiende huko. Usiende huko. Kaa hapo hapo. Hela tulikuwa tumepata, hela tumeshapata kidogo ya kuwapa kwa poza poza. Hivi sana.
Ende huko nyuma hapana. Na mawe. Msukuma. Sijajua ni msukuma. Kana bonge la duka na vifaa kwa ajili. Sasa nili hapa. Leo kazi ni ndogo ya kushusha. Kazi ni ndogo leo. Alisema kama hizi video viatu. Jambo la Halo? Tofu mwari, kono tofu mwari. Ahibango ya yung mabibiyaw. Habo hubi habo pambe. Amechukua. Amna. Ana natosha.
Lazima mkopandwa. Wambe wale neno. Mama wadogo kutoka Morogoro. Wewe wamepiga sare yao ya ukweli. Ni mama langu kule. Ninapenda upendo. Upendo ni gharama. Upendo ni gharama. Upendo ni gharama. Kande. Wapi utamini? Upendo gharama. Wewe. Cheza. Cheza. Kanifundisha na ujasiri. Kanifundisha na kazi. Wewe. Cheza. Ukitaka kuajua zaidi mpira mdogo wake waliotangulia. Mdogo anakuja kuliko mkubwa. Wewe wanapatikana Nzega. Hata nikiumwa
Asante sana jamani, kameramani yupo, msimbane sana, ndio wamekuja kwa ajili ya matukio, lakini hata sisi familia tuache nafasi kidogo. Jamani, maharusi wamependeza au hajapendeza? Kati ya mke na mme nani kapendeza zaidi? Hilo ndio jibu nilikuwa nategemea kwa siku ya leo. Amani kwenu, maharusi imependeza sana sana, zaidi ya yote. Mungu awabariki, awatunze sana. Jamani, nimeambiwa kuna shehe hapa au kuna mama wa Kiislamu mmoja, tupigie dua kwa ajili ya kutufungulia sherehe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. Ee Mwenyezi Mungu, kuomba tujalie kheri katika vikao hivi ya Rabbil Alamin. Utuepushe na balaa mbalimbali na shari mbalimbali ya Rabbil Alamin. Utuepushe na fitna mbalimbali na zinazotudhuru katika imani zetu ya Rabbil Alamin. Ujalie hii sherehe na hawa usika wenu wenye kheri ya Rabbil Alamin. Basi bariki ndoa yao ya Rabbil Alamin. Wabariki mafungamano yao ya Rabbil Alamin. Watie kheri katika familia yao ya Rabbil Alamin. Wazazi wao upande wa kiume na upande wa kike wajalie kheri ya Rabbil Alamin. Na wao wenyewe pia wasimamishe dini yako ya Rabbil Alamin. Wajalie vizazi waliokuwa vizuri ya Rabbil Alamin. Waepushe na watoto waliokuwa wabaya ya Rabbil Alamin. Wajalie waweze kupata watoto waliokuwa wazuri ya Rabbil Alamin. Watoto wenye kukufahamu wewe na kukutambua ya Rabbil Alamin. Watoto wenye kuelekeza dini ya Mwenyezi Mungu ya Rabbil Alamin. Nakuomba na sisi sote tuliokusanyika hapa basi tujalie kheri ya Rabbil Alamin. Utuepushe na baraka na balaa mbalimbali ya Rabbil Alamin. Utujalie kheri nzuri na kheri mbalimbali ya Rabbil Alamin. Utuepushe na kila aina ya shari ya Rabbil Alamin. Tulokuja hapa basi tujalie kheri mbalimbali ya Rabbil Alamin. Tutengenezee mambo yetu ya kidunia na ya kiakhira ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kwenye utambulisho moja kwa moja, kuna wajomba kutoka Iborogelo wanasema gari lao liko pale kidogo, wanataka waondoke haraka hivi hivi, wanataka kumtunza wale wajomba. Huyu ndobi mkubwa ni dada yangu wa ndoa. Tunaposema dada wa ndoa, gombaneni mnavyojua, lakini huwezi ukabadilisha. Kumbe nina neno moja tu kwa watoto wangu. Machaguzi mlio yaweka hadharani kwenye huu umati, ikawe faraja jumla kama siku ya leo. Pasiwe na utofauti wa maamuzi mengine, kwani mlichokiamua na Mungu amewafungulia kupitia macho yote yanayowatizama siku ya leo. Baada ya hapo, naomba niongeze zawadi kidogo.
Mwanangu Sada kwenye ndoa yake niliahidi mbuzi, hawakuijia. Nilikuwa nataka nimlipe huyo mbuzi. Sasa mbuzi ambaye niliyekuaga na muahidi ni mtoto wao amelala, na maana ni siku nyingine atakapokuwa ameamka. Studio Assalamu alaikum. Huyu aliyetoka ni mdogo, mimi ndo mkubwa. Mimi ndo kaka yao hapa. Huyu ni dada yangu. Naweza nikasema ni dada yangu kweli kwa sababu mama yake ndo mkubwa, lakini kuzaliwa yeye ni mdogo. Babu yetu mmoja, bibi mmoja. Nashindwa nisemeje basi tu kwa sababu ndo hivyo. Saidi Masigo. Asante, naitwa Malembeka Saidi Masigo. Ni mzaliwa wa Tabora, lakini kwa harakati za maisha nipo kwa Singida. Naomba niende kwenye utambulisho moja kwa moja. Kwanza kabla ya utambulisho, naomba niwasalimie kwa dini zote mbili. Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Asante, naomba niende kwenye utambulisho moja kwa moja. Naomba nimtambulishe aliyekuja kwa niaba ya wazazi wote wa kiume, babangu mkubwa Sheikh Baraka Masigo. Naomba mahali alipo asimame tumuone. Nimtambulishe mama yangu mzazi na mama wote waliokuja. Mili yake inaitwa Mwalimu Chalo, kama upo naomba simame na pamoja. Namba ya shughuli hii, msimamizi wangu alikuwa ni Sheikh Miraji, naomba simame akiwa pamoja na Malaki. Mmebeba zamana ya ndoa, Mungu awabariki sana, watunze. Namba nimtambulishe kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu kutoka Singida, anaitwa Malaki Ernest Malaki, naomba simame. Umemaliza? Na ndugu zangu wa kike ambao tumetoka nao Singida, naomba simame. Ndugu zake wao sana. Asante, naomba nimtambulishe kwenu kipenzi changu. Habibti wangu wa moyo. Tuendelea kumaliza maneno. Zawjati wangu. Wewe. Msiri wangu. Wewe. Anaitwa Latika binti Abubakar. Siko nikupenda moyo. Mimi wiko wajifunza moyo. Awe msiri wako kweli, sio baada ya mwaka useme nilikosea. Asante sana. Kama umemaliza basi mpe na mke wako na atambulishe ndugu zake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Napenda kumtambulisha mamangu kipenzi. Mama we. Huyo ndio mama. Sasa. Napenda kumtambulisha babangu kipenzi. Baba we. Baba huyo. Napenda kutambulisha mama zangu wakubwa wote. Mama wakubwa wote kwa pamoja. Mama wakubwa bonge. Napenda kutambulisha mama zangu wadogo wote. Kutoka Iborogela. Napenda kutambulisha shangazi zangu wote. Shangazi. Shangazi ndio. Napenda kutambulisha bibi zangu wote. Mabibi. Mabibi bado vijana. Napenda kutambulisha dada zangu wote. Madada kiongozwa na Sada. Ndio aliyemlea. Napenda kumtambulisha MC wangu. Mama Ines anapatikana Nzega Sherehe Group. Niambie na kupenda. Napenda kumtambulisha DJ wangu. DJ Shani. Asante sana. Napenda kumtambulisha kameramani wangu. Wapi we? Napenda kutambulisha wajomba zangu wote. Wajomba wote. Hiyo inaitwa lazima. Napenda kutambulisha mawifi zangu wote. Mawifi. Wifi mmoja ananionyesha huyu hapa. Napenda kutambulisha mama wakwe zangu wote. Mama wakwe. Amani kwenu. Napenda kumtambulisha somo yangu. Somo. Mambo yatakuwa mazuri, somo iko vizuri. Napenda kumtambulisha mume wangu kipenzi. Habibti wangu. Hapo ndo tumepasubiri. Msili wangu. Waacha wewe. Moyo wangu, asante. Msili wake mwenyewe mama. Come on.
Wewe Ibaragala mpo? Twendeni jamani, ni mziki linabebwa. Bora wenu. Ongera mama mdogo. Kande, twende kazi. Muziki unakwenda huo. Ndio ulivyopendeza hawa watu wawili. Wapi mtoto binti ya Afrika? Ndio sawa kipole. Vingine tena. Wapi ndogo ni? Dada. Kaswele gole. Pamoja na bibi harusi Agnes Richard. Akufanya kapole. Twende. 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 Bibi harusi. Ndio ulivyopendeza hawa watu wawili. Siku yao imefika wanafunga ndoa. Bibi harusi tembea. Bwana harusi. Twende baba. Akunesa kapole. Unapendeza na suti yako. Bibi harusi. Ndio ulivyopendeza hawa watu. Hawachangia jamani maisha huyo. Siku yao imefika wanafunga ndoa. Wapi watoto wa binti ya Afrika? Ndio sawa kipole. Wapi dogodi? Dogodi. Naomba tena nitajue vikundi vitatu hapo. Wazazi Nyasa mpo? Dada tayari, mabibi tayari, mashangazi Ikologero tayari.
Bado. Naomba sasa vikundi vitatu mwingilieni. Wazazi Nyasa. Nashola kubitaji lolo. Wapi bwana harusi? Ni mashangazi. Katwele gonye. Shangazi bibi harusi. Agnes Richard. Akusanda da pole. Bwana harusi. Akunesa da pole. Bibi harusi. Umeona walivyo. Shangazi. Siku yao imefika wanafunga akusanda da pole. Bwana harusi. Akunesa da pole. Bibi harusi. Umeona walivyopendeza hawa watu wawili. Siku yao imefika wanafunga ndoa. Wapi watoto wa Beauty in Africa? Mungu awabariki sana sana, akawape uzao, kafungulie milango ya baraka, akawape riziki za kutosha. Sio wachoyo. Sawa. Umetoka Singida kwa ajili yako. Huyu binti leo anaondoka kwa ajili yako. Unaambiwa nini na mama kule utapotezwa? Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jamani, nashukuru sana kwa kunisogelea. Tumemaliza jambo hili salama. Nashukuru Mungu. Nawatakia kila laheri vijana wangu. Sina zaidi ya kila heri watoto wake, wageni walikwa, hata sisi walikwa wote anatutakia heri. Asante na kwenda sasa kumaliza na wageni walikwa wote. Wageni walikwa mpo? Tunamalizia na nyinyi sasa, twende. Nije niwekee muziki mzuri wageni walikwa. Tutembee nao tumalize, tuwatakie heri vijana wetu waende wapate maisha. Maisha ubuyu. Hana baya kama baya. Kazi gani kunaona? Wewe. Mambo hayo. Wageni waliko wakiongozwa na Mr. Mpemba. Wewe. Ende. Msiangaike na mikono yao, waambie tu bye, hongera. Tembea. Asante.